Aliko Swalifwanda, ni mwenyekiti wa bodaboda jiji la Mbeya. Ni kwamba na mimi nimeyapata malalamiko. Watu waliitana kikao, walikaa na kuita waandishi wa habari, wakaongea mengi sana kwamba kuna matumizi mabovu ya fedha, kuna ujenzi wa ofisi tuliwaichanga ulifeli, yote wanayasikia pale. Lakini kwamba ujenzi wa ofisi ya ukufeli ni moja ya vitu ambavyo najivunia. Nimemaliza muda wangu umoja wa bodaboda na miliki nyumba ya kwao, manake unamiliki ofisi ya kwao ya kudumu. Mimi ninapoingia madarakani sikukuta ofisi ya kudumu. Nilikutana na deni. Tulipanga pango, lakini nilipofika pale nikakuta pango linadaiwa, limepigwa pini. Baada ya hapo nikaita mikutano kaza wa kaza, tukachangiana, tukalipa pango. Nilichofanya hapo ni juhudi ya kutoka pale kwenye kupanga mpaka kujenga ofisi ya kwetu. Lakini niwaambie tu waandishi wa habari, katika watu ambao walikaa juzi ni kanda ya Mafiati. Kanda ya Mafiati ilijiondoa kwenye ishu ya umoja. Kujiondoa kwake ni kwamba wao walipinga mchakato wa kuchangia kwa ajili ya ununuzi wa ofisi. Walipopinga, wanachama wa kanda zingine wakashauri kwa mwenyekiti, kwa sababu miaka mingi tumekwamishwa na hao watu, tuachane nao, sisi wengine tuendelee na safari. Na kiukweli tuliendelea na safari. Mwisho wa siku zoezi letu lilifanikiwa. Watu wa Uyole walichangia kwa asilimia kubwa. Sijajua nini kiliwakuta, lakini mwishoni kwenye hela za kwanza kukarabati ile jengo, tulinunua ile jengo milioni 40. Sasa baada ya kupumzika kwamba sasa turudi tukarabati ile ofisi, wa Uyole walijitoa mwishoni, lakini kwa sehemu kubwa walichangia. Kwa hiyo tulifanya vizuri na wao tulishiriki nao, walikuja kusumbua mwishoni. Sasa ndugu mwandishi, unajua katika kuongoza watu ni ngumu sana kumridhisha mtu. Hata ufanye nini, moja mafanikio magumu ni kumridhisha binadamu. Mimi unavyoniona hivi, nimeingia kwenye uongozi wa bodaboda kukiwa na hali ngumu sana. Kukiwa kuna utekaji, kukiwa kuna ukamatanaji wa hovyo, kukiwa kuna faini za hovyo, kukiwa kuna vishoka wanaonea watu. Vyote hivyo nimepambana navyo mwenyewe. Lakini yote ya yote, unajua waandishi wa habari na watu wengine na jamii nzima haijui kwamba mambo yanaendaje. Yote hayo nimeyafanya. Sina mshahara, sina posho, silipwi chochote. Kwa hata naye nishutumu kuhusu hela, inabidi aulizwe, je, ananilipa bei gani? Kwa sababu huwezi kumshutumu mtu kwamba amekula hela umlipi chochote. Hata watoto nyumbani unawaambia msile hicho chakula, huku hujawapakulia cha kusema hiki ndio mtakula. Sifikiri kama hawatakula kile nje itakavyohabari. Kwa hiyo ni kwamba umoja wa bodaboda chenye mkijue ni kwamba hauna mapato yoyote, hauna ada, hauna nini. Sasa mtu anapotaka nimsomee mapato na matumizi, cha kujiuliza nisome yapi? Nisome hela ndio itafuta mimi kwenye biashara zangu, na nisome mapato na matumizi, ama nisome nini? Lakini yote ya yote huwa tunamwachia Mungu. Nimefanya niliyoyafanya, miaka yangu 6 imeisha. Sasa hivi ndio apokee mwingine, lakini bado wangemtafuta mtu akunipokea kijiti kistaarabu. Tungeagana kistaarabu. Mimi ningewakabidhi uongozi kistaarabu. Hamna aliyenifuata wala kunishauri wala nini, lakini wasema mwenyekiti mbabe, mwenyekiti anang'ang'ania madaraka, mwenyekiti hata kutoka madarakani. Nimeitisha uchaguzi 2022 tumefanya. Mwaka jana 2025, miaka yangu 3 imeisha, niliitisha kamati tendaji, viongozi wa kanda wote, na kama watabisha tuende popote wabishe. Kama sikuwaita, niliwaita mwezi wa 4 mwaka jana kwamba nijiuzuru kabla ya mwezi wa 9 ili tuitishe uchaguzi mwezi wa 6, kwa sababu mwezi wa 9 kulikuwa na uchaguzi wa serikali. Sasa uchaguzi wetu na serikali kuu havitaki kuingiliana. Kwa nikawaambia tufanye hivyo, wao ndio wakashauri kwamba wanachama hawezi kukubali wewe uondoke, la sivyo jitahidi tu uchaguzi wetu ufanyike baada ya uchaguzi. Sasa nyinyi waandishi wa habari na Watanzania wote mmeona kilichotokea baada ya uchaguzi. Nchi ilikuwa haijatulia. Huwezi kuitisha uchaguzi, huwezi kuitisha mikutano wakati nchi haijetulia, vyombo vya usalama vinafanya kazi yake. Kwa hiyo nikawa nasubiri. Sasa kama nimechelewa kwenye kusubiri kwangu, lakini bado nilipaswa kukumbushwa kama kiongozi, kupewa heshima yangu. Mwenyekiti, sasa hivi hali imetulia, mbona upo kimya? Sijafuatwa na mtu yoyote wa namna hiyo, na mimi ninayo majukumu ya kwangu. Siwezi kukumbuka muda wote mambo ya bodaboda, lazima kuna ya kwangu yatanisaulisha, lakini bado unaweza kunikumbusha. Sasa hapo ningekataa kwamba sitaki uchaguzi, nataka niendelee kuwa mwenyekiti, hapo sasa ndio ningeshutumiwa kwamba mimi nang'ang'ania madaraka.
lakini nilichoshangaa ni kwamba viongozi wa kanda wanaoongea ni wale ambao mimi wananiona ni mwiba. Niwaambia kabisa waandishi wa habari, chenye mkijua, wapinzani wangu ni viongozi wa kanda. Viongozi wa kanda ndio wanaongoza kwa uwizi asilimia kubwa. Hili liko wazi, hata tukiitana, iwe mbele ya TAKUKURU, iwe mbele ya wanachama, iwe mbele ya serikali, tuitane wote viongozi wa kanda, pawe na utulivu, pawe na ulinzi. Moja ya watu wezi ni viongozi wa kanda. Ninachokiongea hiki na maanisha hivi: mwanachama wa bodaboda akifariki, tuna michango ya papo kwa papo. Wakiwa 1000 wataleta ya watu 500, wakiwa 600 wataleta ya watu 600, 500 au 400. Hizi hela zingine wanazisunda, na bado akija kwangu kuileta hiyo michango, na wapa hela ya uchangishaji ya mafuta. Jiulize hapo, na wapa hela ya kwangu ya uchangishaji ambao wamechangisha, na bado waliziki wanaiba na zile zenyewe wamechanga wanachama. Sisi tuna michango miwili. Tuna mchango mwenzetu akipata ulemavu wa kudumu, nao ni hivyo hivyo wanafyeka hela, na data hizo ninazo. Na kilichofanya wanichukie zaidi ni kwamba wao ile michango walikuwa wakiulizwa na wanachama, mbona tuko wengi lakini hela kule mnapeleka kidogo? Walikuwa wanasema mwenyekiti wa jiji ndo anayekula. Mimi niliposikia hayo kwa wanachama, niliamua niwe na posti mapato yote kwenye grupu la jiji. Kwa mapato ya misiba, mapato ya mlemavu wa kudumu, mapato hata ya jengo letu ile mpaka linakamilika, aje asogee mtu aseme ni lini sikuwa posti kwenye grupu la bodaboda jiji. Nilikuwa na posti ambayo ni wanachama wote wanaona mchango yao na matumizi, nilikuwa na posti pale, na uzuri grupu lipo, watu wapo, wataona na watabisha kama ni kweli au si kweli. Na nyinyi waandishi wa habari, baadhi ya vitu grupu nalo hapa nitawaonyesha kabisa, muone ninavyoviposti kwamba hivi na posti kila msiba, mapato na matumizi, na ile inayobaki na posti, na mlengo ambaye ni mfiwa naenda nampelekea pesa zake zinamsaidia. Sasa tulipofikia sio tena kuitisha mkutano. Tulipofikia ni kwamba hao ndugu, kwa sababu wana watu wao nyuma wanaowaamini wao, wana watu wanaowaamini, waliweza kuita vyombo vikubwa vya habari, waliweza kukodi pale Mfikemo, wanao uwezo wa kuita mkutano wa kufanya uchaguzi. Kwa maana hiyo mimi kumbe nilikuwa ni mtego tu. Wanao uwezo huo, wakaitisha uchaguzi. Mimi kwa mikono yangu yote na mdomo wangu, mimi ndio mwenyekiti niliyemaliza muda wangu, na waruhusu wafanyishe uchaguzi ama wafanye uchaguzi kama miaka yote, kwa sababu miaka yote si tumezoea kupindua. Sasa kama mimi wananipindua hata wakati sijang'ang'ania madaraka, ni uzoefu tu wa kupindua. Sawa, tufanye, wamenipindua, wafanye uchaguzi. Mimi niko tayari wafanye uchaguzi. Lakini kama wataongelea ya pesa, niko tayari kuchunguzwa na chombo chochote na mtu yoyote. Hata vitu ninavyovimiliki mimi niko tayari, mtu yoyote, awe TAKUKURU awe serikali yoyote yule anayehusika anichunguze, atatambua ukweli kwamba mimi ni mpambanaji ama sio mpambanaji. Mimi sitegemei hela ya kula ya mtu, sitegemei nimpige mtu faini ndio niishi. Nategemea kipato changu halali ndio nipate kuishi. Naombeni waandishi wa habari mnifikishie haya yote, mimi nashukuru. Lakini mwisho wa siku naomba wafanye uchaguzi, wapate viongozi wanaowataka, mimi waniache niende na maisha yangu, kwa sababu waandishi wa habari, kingine ambacho hamkijui, mimi nilijenga nyumba, niliuza. Nilijenga nyumba ina fence ndefu, watu wakawa wanaruka ukuta, wanakuja wananiharibia vitu, wanaondoka. Nilipokuwa nakaa balozi shahidi, niliripoti na kwenye vyombo vya usalama, watu wanaruka ukuta. Ukuta wangu ni mrefu. Hata sasa ningesema twende mkauone ukuta wangu ambao mimi niliuza hiyo nyumba. Ni mrefu. Mtu anaruka. Mtu anaruka ukuta, aibi. Anaharibu vitu, anaondoka. Nilichokifanya mimi nikaona wataniulia hadi watoto. Kwa nini maisha yangu yawe haya? Kwa nini waniandame? Je, ni nini ninachokipata? Na ndio maana sasa hivi naomba waniache na maisha yangu, niendelee kuishi vile ninavyoishi. Uongozi wao waendelee na umoja wao. Mimi nitaendelea kubaki kwa mwana umoja wa kituo cha Iromba na kanda Asai, na kuendelea kutoa michango yangu ya wanachama hai, ambayo ni utamaduni wangu wa kuendelea kudumisha umoja wetu, na mimi naendelea kuwa mwana umoja. Asanteni sana. Sawa, asante sana. Nataka upate ufafanuzi kidogo kuhusiana na era ya mchango ambao ya ujenzi. Zile fedha zilipatikana vipi mpaka mkanunua ujengo la milioni 40? Zile fedha zilipatikana hivi, tulikubaliana na sijaichangisha hela bila kubaliana. Tuliitana kikao cha viongozi wa kituo, tukaitana na mkutano mkuu, tumeomba tuchangishe, tukakubaliana kwamba
kila wiki, sio kila siku, kila wiki shilingi 2000. 2000 hiyo ikifika level fulani tutakuwa tunawekana wazi ile inayopatikana, kila mtu atakuwa anaijumlisha. Kwa hiyo tukao ile kipatikana tunaposti, wanaiona, tunaposti hadi kwa message ya kawaida. Yaani kwa natuma hadi message ya kawaida. Ilipofika milioni ilikuwa 17. Ndugu yangu nilikutana na majaribu sana. Viongozi niliokuwa nao au makatibu wanaowasema, mkutano lilizia kwamba tununue nyumba. Lakini nikakutana na watu ya Mungu mengi wanasema haiwezekani, tununue eneo. Hapo tuko wenyewe sasa watano. Tununue eneo, tukaenda makaburini tukalipia eneo. Maana izidiwa nguvu, tuko watano, watu watatu ngapi wanajua sana, basi tukanunua eneo. Ile eneo wanachama wakasema hapana, tukubaliana nyumba. Wewe aliko ndio umeamua kununua eneo ili tudalalie. Hatutaki eneo, tunataka nyumba. Nikaenda kumuomba mwenye eneo, hela tulizokupa zirudi. Wale mabwana hawataki. Hela zikarudi. Ziliporudi hela tukawa tuna milioni 16 kwenye mkoba. Ulielewa vizuri mwandishi wa habari. Tulikuwa tunakusanyia hela mkoba, kila mtu anaona. Zile milioni 16 tukaanza kutafuta nyumba. Tumetafuta nyumba, tumekuta Mponzi, nyumba inauzwa shilingi milioni 40. Ile nyumba inauzwa milioni 40, kaonekana wengi wanaitaka ile nyumba, iko sehemu nzuri. Tunafanyaje sisi na milioni 16? Kwa sababu tunafanya kazi na Tulia Trust kama taasisi. Walikuwa tukopesha pikipiki. Ikabidi tuwavae, bwana tunaombeni mtukopeshe milioni 24 kama umoja ili tununue nyumba. Zile nyaraka za pale tutakazonunulia mtashika nyinyi. Kweli walitusaidia mwanasheria Tulia Trust, wakaja na wenyewe tukainunua nyumba ile milioni 40. Milioni 26 wakatupa na milioni 24, 16 zetu jumla 40 tukalipa. Tulipolipa tukaanza kuchanga ile 2000 yetu, iliendelea vile vile kila wiki. Kwa hiyo tulikuwa tukichanga tunapeleka rejesho. Tukichanga tunapeleka rejesho. Tulipomaliza tukatuma tena message, jamani, ile rejesho tu la milioni 26, 24 limeisha. Kwa 24 tumelipa. Sasa tuko huru, nyumba ni yetu. Na zile nyaraka tukazichukua tena tukawa nazo sisi. Tukapumzika. Tulipopumzika tukaitisha kikao tena. Ndugu zangu tufanyaje? Bwana tukarabati. Ili sasa iwe ofisi. Tukaanza tena mchango kila wiki. Tukachanga tena. Tukachanga pale ilikuwa inahitajika kama milioni 20 bajeti yetu tuliyoiweka. Milioni 20 ili nyumba ikarabatiwe. Tukaishusha nyumba, tukaenda kukopa tena kule. Ili tuende na muda. Cha kwanza tulikuwa tunataka mheshimiwa spika kipindi hicho ndo afanye nini, mheshimiwa Tulia ndo azindue. Kwa hiyo tuende na ratiba zake kutokana na mikutano ile ya nje. Tukope 20 tukimbize, azindue kabisa, siku itarejeshaga. Wakatupa tena 20 tukaacha nyaraka pale. Kwenye michango ile tukachanga ndo yule akawa amejitoa. Kwa hiyo yule mchango tulitarajia kwamba tutakuwa tunapata hesabu hii ikapungua kidogo. Katika kupungua tukachanga ile michango tukubaliana tuchange awamu 4, lakini hela ikawa imefeli. Lakini tukio letu lilifanya nini? Liliisha. Kwa mpaka tunavyoongea hivi mheshimiwa na waandishi wa habari, ni kwamba nyumba tukaimiliki, tukakarabati, tunaitumia kama ofisi mpaka sasa hivi, lakini nyaraka bado ziko Tulia Trust kwa sababu tunadaiwa milioni 6. Kwa mimi nina deni la milioni 6 kama msimamizi wa umoja Tulia Trust. Lipo pale. Lakini kwamba kuna hela keshi ninazo, hizo ni ndoto zingine. Kwa sababu hatuna mapato na matumizi yoyote, wala hatuchangi chochote, wala hamna ada wala nini. Na hela hizo nilizikusanyia mkoba iko wazi. Waandishi wa habari na vyombo vingine vyenye viko tayari kunichunguza, niko tayari tuende Voda. Kila muamala uliofanyika upo wazi. Tukienda Voda. Kwa sababu tulikusanyia mkoba mpaka tunakamilisha nyumba tulikusanyia mkoba. Sawa sawa. Katika kipindi chako cha uongozi cha miaka 6, ni kitu gani hasa ambacho unajivunia kwamba hiki mimi kama mwenyekiti nimekifanya na umoja wa bodaboda umetulia kwa sasa? Sera yangu ya kwanza ni kuhakikisha bodaboda wanajitambua na wamejitambua kwa namna moja ama nyingine, kwamba kila kanda niliingia na sera iwe na ofisi ya kwake ya kujenga, sio kupanga. Kanda ya kwanza kutumia sera yangu ikawa ya Sai, ikamiliki ofisi ya kwao, ipo njia hii ya Shewa. Kanda ya pili ikawa Soweto, kanda ya 3 Iunga, kanda ya 4 bado hajawezeka stendi kuu Kadege, kanda ya 5 Uyole, kanda zingine zinaendelea. Lakini moja ya vitu ninavyojivunia ni kwamba mpaka sasa hivi bodaboda jiji la Mbeya hawanyanyaswi kama zamani,
na wana jengo lao la kudumu ambao wanaitumia kama ofisi. Hiyo ni alama nimeiweka. Alama nyingine ni jinsi ya kuongoza watu kwa kuwasikiliza. Hiyo nayo ni alama, kwa sababu mimi ukiacha wanaosema mbabe, mimi wanachama napenda kuwasikiliza. Yaani nimewapa huru kwanza wa kujipambanua na kuhoji vitu, na ndio maana mpaka mimi wananihoji. Yote hiyo ni alama kwamba bodaboda zamani tulikuwa tunaogopa viongozi kama miungu, yaani kiongozi huwezi kuwa naye karibu, huwezi kupiga naye story, huwezi kufanya nini. Lakini nimewafanya bodaboda, cha kwanza niliwapa ujasiri wa kujiajiri, kwamba hakikisheni mnamiliki vyombo vya kwenu. Nilitumia taasisi ya Tulia Trust na mikopo ya halmashauri kuhakikisha vijana wanapewa elimu ya kujiajiri, kumiliki vyombo vya kwao, na 80% vijana wengi wamejiajiri. Hiyo nayo ni alama niliacha. Nyingine, niliingia vijana kwa changamoto ya parking kwa uonezi, pikipiki ni kitu kidogo, nilihakikisha na wapambania hawakamati tena na parking. Niliingia vijana wanauliwa, yaani tulikuwa tunachinjwa. Mwandishi wa habari elewa kuchinjwa, yaani ukimuuliza bodaboda wote anaelewa. Tulikuwa tunatekwa sana msikiti wa Sai, Ulambia, Dokoti, maeneo ya Bomba FM. Ndio ilikuwa kituo chetu cha kuuliwa pale. Ilikuwa kama chinjioni. Niliingia, nilikesha kuhakikisha vijana wanakuwa huru, wanakesha vizuri na vyombo vyao vinakuwepo. Swala la ushuru ndio vita kubwa. Vita kubwa sana nimeandamwa, lakini mwisho wa siku nilimaliza salama. Vijana sasa hivi wanapata kipato bila kubuguziwa. Zile faini za 200,000, 100,000, laki ngapi ni moja alama ambayo nimeiacha kwa kujiamini kwangu kulifanya vijana wawe huru mpaka sasa hivi. Kuendelea kuongoza, ndugu waandishi wa habari, siwezi tena. Yaani siwezi tena, kwa sababu naongoza watu wanafiki. Unajua unafiki unazaa uoga. Unavyomuongoza mtu mnafiki anayetaka kusifu, mkikutana unavyoshambuliwa anatulia, hilo ni tatizo. Na ndio maana juzi mmeona wanaonishambulia ni wachache, lakini wanaonisifu hata hapa nikuonyesha simu zangu na kunitia moyo ni wengi, lakini kwa kificho. Kwa haya napambana nayo mimi. Sasa kwa nini wanitake niendelee kuongoza na huko hawezi kunisaidia? Madhara ya nyumbani kwangu nakutana nao peke yangu kwa ajili ya uongozi tu. Sasa siko tayari kupoteza mimi maisha yangu, siko tayari kuyumba kwenye maisha yangu, siko tayari kupoteza familia yangu kwa sababu ya uongozi ambao sina maslahi nao. Kwa hiyo sitakuwa tayari kwa yoyote atakayetaka niendelee na uongozi. Wacha nipumzike.